unajua kuna aina mbili za walimu kwenye kuongea. Kuna walimu ambao mara nyingi wanaweza wakaweka mambo kawaida tu ila wasioneshe mapungufu ya mchezaji wao au timu mbele za vyombo vya habari, lakini wakiwepo ndani wanafanyia kazi. Lakini kuna walimu ambao wakitoka nje hivi wanaongea na wakiwa kwenye timu wanaongea. Ni jambo zuri. Ukimwangalia bwana mdogo, aina ya uchezaji wake ni moja wa wachezaji ambao mara nyingi wanacheza kuburudisha watu. Ni mchezaji mzuri, talent ni kubwa, kipaji kipo, lakini ukiangalia aina yake uchezaji ni wachezaji ambao wanacheza mara nyingi kuvutia watu, step overs hizo, apate mchezaji mmoja apunguze, akae na mpira taratibu azungushe. Hiyo unaweza ukafanya kwa vilabu ambavyo viko daraja huku la chini, kwa sababu ni mazingira ambayo unaweza ukaonekana, unaweza ukapewa hizo game times kwa sababu ni nafasi yako kama mchezaji. Sasa kwa timu kama Yanga huku is different story, kwa sababu ni timu ambayo unaona malengo yao ni makubwa, kufanikiwa kubeba makombe. Manake hawana room ya kusubiri. Na ukiangalia kwa mchezaji yoyote ambaye anaweza kufanya vizuri kwenye timu za kariba hii, mara nyingi hapasi tu kuwa na talent kwamba kipaji peke yake. Lazima uigeuze hicho kipaji chako ulichonacho kuingia kwenye mfumo wa timu ambao ili ufanikiwe. Yani wewe kwamba Steve Champion wewe una kipaji chako kizuri, yes, tunakusajili Kipenga FC. Tunaelewa tumekutoa huko kwamba labda Mashujaa una kiwango kizuri, unacheza mpira vizuri, unavutia watu, talent. Hakuna mtu ambaye anapinga talent yako. Ndio maana tunasema hapa kila siku. Wachezaji wote walioko wanaocheza mpira wa kulipwa, ambao wamepita kweli kwenye njia sahihi wakafika hapo, asilimia wote mpira wanajua. Yaani ndio maana tukikaga hapa tukikosoa tuseme kwamba hawajui mpira wanajua. Lakini sasa kuna vitu zaidi sasa ya kujua mpira ili uwe na career ambayo inaweza ikawa ni nzuri. Sasa ukiangalia kwa bwana mdogo, kwa umri alionao, yes, tayari ana room ya kuimprove, kwa sababu kwa umri alionao ndio mchezaji sasa unabidi sasa ukalishwe ufundishwe. Kuna muda unabidi ujue hapo ukipata mpira utoe pasi. Kuna muda unajua hapa ni dribble. Kuna muda hapa unajua labda ni shoot. Kuna muda unajua hapa labda ni nipoteze muda kidogo kwa mazingira ya mechi. Lakini kwa umri wake inawezekana experience pia inamkosti, kwa sababu ukiangalia bwana mdogo hana hata mechi 50 kwenye scene ya football ambazo sema tayari shakutana na challenge. Kwa hiyo inawezekana sio lazima la mindset la umri, lakini pia mwalimu ametumia njia sahihi kutoka nje kidogo. Inaweza ikawa is very harsh, lakini ndo personality ya mwalimu yuko hivyo Twanga wakiwa huko. Kusema kama watu wanamshangaa Ngoma Mngiti kuja kumsema Chuga Boya Zalani, hawajakutana na mtaalamu mmoja anaitwa Steve Kompela. Wamekaa naye kule. Ule anakukataa nje mbele za watu kabisa kwamba nani mchezaji wa timu yake. Ni kariba za South Africa hawa asilia wenyewe ziko hivyo. Kwa hiyo nadhani kwa bwana mdogo ana vitu vingi vya kuimprove kwenye game yake. Cha kwanza hicho hapo nimekutajia kwamba lazima ajue mazingira aliyoko, kwamba ni different na alipokuepo. Lakini cha pili lazima atumie hicho kipaji chake kikubwa ambacho anacho, ambacho sisi wenyewe tunakubali anacho kipaji. Mwalimu mwenyewe amekwambia ni hell of a talent. Yani ni zaidi ya kipaji, kwamba ni kipaji chake ni kikubwa zaidi. Lakini unabidi sasa ukigeuza hicho kipaji kiingie kwenye mfumo wa timu. Ndio hapo sasa lazima la ubinafsi inabidi uliache. Kwamba umeingia wewe, tunakujua unajua mpira, tunakujua unajua step overs, lakini wewe ni kiungo mshambuliaji. Feed washambuliaji walioko juu hapo namba 9, cheza na wenzako, combine, jua muda wa kupasi, muda wa kwenda hivi. Hapo ndio tunatengeneza timu ambayo ni bora. Lakini ukienda timu kama Yanga kutafuta manufaa yako wenyewe na timu ndio itokee inafanya vibaya, ni rahisi kwa kali yako kuharibika. Tumeona kwa vijana wengi ambao wamekuja hizo timu ziko kwenye kipindi ambacho sio kizuri. Mazingira kama hayo yamewakuta nao wanapotea na trend hiyo, kwa sababu mashabiki tayari wana question kwake. Advantage alionayo, anafika wakati ambao Yanga inafanya vizuri. Kwa hiyo inawezekana ni rahisi kwake kuendelea kuvumiliwa na yeye mwenyewe pia kujiongeza ku step up, kwa sababu ataendelea kupewa nafasi kwa sababu timu inapata matokeo. Kuna uwezekano Yanga akashinda games nyingi mbeleni huko, games zinazofika na nafasi nyingi akapata, kwa sababu unaangalia conference game 3 zote Yanga anashinda game mapema tu. Maana yake room ya wao kupata nafasi kama hivyo wanapata, maana yake game time utapata. Lakini kwa mazingira yanafika ni magumu na umetoka kuonesha performance kama ya hivyo, kuna asilimia kubwa wewe hata game time usipate tena. Kama timu inakutana na schedule ambayo ni ngumu, wanakutana michezo ambayo ni migumu, alafu muda haupatikani tena huo, inaweza ikawa ni mbaya sana kwa career ya mchezaji, kwa sababu ulipata nafasi ya kuitumia. Tuna mifano mingi sana, tukianza kuhitaji hapa tunaweza tusimalize, lakini mimi nimependa kocha ameliongelea swala la hadharani, kwa sababu ni kitu ambacho mimi mwenyewe sikuvutiwa nacho. Show game, mpira wa show game sasa ishaisha na wakati, na kwa timu kama ya Yanga ambayo iko very direct. Sababu ukiangalia Yanga anavyocheza, Yanga wako direct, viungo wenyewe wakaina mpira.
Yani Yanga sasa kipata mpira papa mbele, watu wanakimbia, fullbacks zimetembea, viungo kama ni namba 8 sisi wameshasogea karibu na strikers, washambuliaji wamekimbia. Yanga iko hivi sana, imenyooka hivi, wanaenda hivi, hawakai sana na mpira, kwa hawako slow. Kwa kama unapata mtu ambaye anapoza mpira, tayari umeshaua setup ya timu ya ushambuliaji, na kwa sababu wana commit watu wengi mbele, kama unakutana na timu ambayo iko serious, unapopoteza mpira maeneo kama hayo, nyuma una watu. Kwa sababu kama unaona mazingira ambayo kwa mfano Boka anafunga goli, ile goli la Boka la Yanga alofunga jana kwa mfano, mazingira ya Yanga tu ule mstari wa juu, Yanga alikuwa na msaidizi wa 5, maana yake fullbacks zako zote ziko juu tayari, strikers wako juu, wingers wako juu, viungo wamesogea, Nzengeli yuko nyuma ya Peter hapo nyuma na walinzi hawa. Maana yake sasa kama wewe namba 10 umepokea mpira hapa, au winga ya huku umepokea mpira, timu imeshaondoka, unachelewa kulilizi mpira, watu wamechukua mpira, watu wako golini. Ndio wale ya Gravenberch juzi. Na nasema kila siku kwamba moja ya maeneo ambayo unahisi hizi timu zetu kubwa zinafaidika ni lack ya talent, yani quality zilizo kwenye hizi timu ambao wanashindana nazo. Inawezekana isi expose madhaifu ya wengi, lakini amshua, ndio maana ikifika kimataifa unaweza kuona hizi timu zinafanya vizuri kwenye ligi, ikifika kimataifa kashangaa kwenye makundi yote au wamefika makundi wamekutana na timu ambao ni nzuri hapo, wakafungwa goli nyingi, ukagundua kumbe Yanga ana namba 6 kumbe Simba ana striker Inawezekana. Ndio maana nasema kwa hizi timu nyingine zikifikia level zika improve, tunaweza tukaona madhaifu kama, lakini kwa ndani nadhani imekuwa ni nadra. Yani kwa game nyingi zimekuwa ni sio ngumu sana kimbinu kwa walimu kujiandaa, tofauti na ambavyo wakicheza kimataifa. Mchezo wa Namungo, dakika 61 ya mchezo, bado Namungo anaongoza bao moja kwa bila dhidi ya Fountain Gate, na bado mpira ukiwa ni ule wanasema uko kote 50-50. Hamisa, wewe jana ulituambia kwamba umesomea ukocha, umesoma na nani? Ufudu alikuwa nani? Kijiko Saif Kijiko. Pengine kwa mwalimu kuzungumza hivi mbele ya waandishi wa habari na mashabiki wengine, ina faida gani na ina athara gani kwa kijana ambaye anachipukia katika kabumbu kama Sugar Boy? Unajua hapa kuna vitu viwili. Kuna ethics za ukocha, au unapokuwa unasomea ukocha ni vitu gani ambavyo unaambiwa au unafundishwa, ambavyo sasa hiyo ni subtopic ambayo inaitwa man management. Namna gani ambavyo una uwezo wa kummanage mchezaji, na hiyo ndo kazi kubwa zaidi ya kocha. Yani kazi ya kocha sio kupanga koni tu kwenye uwanja wa mazoezi, kuipanga timu leo tutacheza 4-4-2, kesho sisi tutakaba hivi, kesho tutacheza na back 3. Yani kummanage mchezaji, kwa sababu ukifail kwenye man management moja kwa moja una fail kwenye kila kitu. Nakumbuka hapa moja ya sababu zilizomuondoa Jose Mourinho United ilikuwa ni man management. Alishindwa kuanza kumanage wachezaji, mwisho wa siku akaondoka. Na kwa sababu wachezaji, timu inawezekana wachezaji hata 30-40, huwezi kufukuza wachezaji wote. Hicho ni cha kwanza. Kwa hiyo kwa inavyofundishwa kwenye ukocha ni kwamba at least unalinda kwanza hadhi ya taasisi kama taasisi ambayo unaifanyia kazi, lakini unalinda pia hata hadhi za wachezaji wako ambao unawafundisha. Lakini achana kwanza na unachofundishwa darasani, lakini tuje kwenye characters za mtu. Binadamu tumetofautiana. Na ndio maana duniani makocha pia wako tofauti. Yani usiniambie kwamba Pep Guardiola ajui ethics za ukocha, au ajui ni vitu gani ambavyo unapaswa kuvifanya unapokuwa kocha. Lakini Pep Guardiola juzi tu alikuwa anamcriticize Cheki mbele za watu kabisa, wala hajali. Kuna mwamba anaitwa Jose Mourinho. Yani Mourinho yeye huwa hajali. Utakachotoka kukifanya uwanjani ukiboronga, tena ni mmoja wa makocha wanaopenda sana media. Anapenda mno kuhojiwa. Akija atakupiga mawe. Lakini Arsene Wenger atabeba kile ambacho nyinyi mmekifanya, lakini hata kama mmekosea. Lakini Mikel Arteta, sijawahi kumuona Arteta anakosoa timu yake. Arteta ilifikia sehemu hadi akatunga kichekesho kwamba Arsenal kafungwa kwa sababu mipira ilikuwa mipesi, sio mipira ilikuwa midogo. Kwa sababu yani anaogopa kuzungumza kwamba timu yangu imecheza vibaya na tumepoteza, lakini yeye kama kocha anaamua kutake responsibilities. Ni tofauti na makocha wengine. Kwa hiyo na nikuongezea hapo Hamisa, kwa wale ambao wamefuatilia World Cup, kocha wa timu ya taifa ya England Thomas Tuchel aliwazungumza pia vibaya vijana wake, na tukaona kukaa kama na maneno yeye na Jude Bellingham kwamba Jude akawa anakosoa kile kocha ambacho anakizungumza. Na Thomas Tuchel ndo tabia zake jinsi ambavyo yuko. Lakini kuna makocha wengine ambao yeye anakibeba kile ambacho
mchezaji amekifanya, then ana take hizo responsibilities. Kwa hiyo mwisho wa siku hao nilio kutajia, kwani nimekupa hiyo mifano kwa sababu ni makocha wakubwa duniani. Yani unapomtaja Jose Mourinho, unapomtaja sijui Pep Guardiola, unapomtaja sijui Thomas Tuchel, hao ni makocha wakubwa duniani. Aliondoka alikuwa juzi nani huyo alikuwa Liverpool. Alimkosoa Jarel kwanza mechi ya kwanza tu, baadaye katoka kazungumza kwamba mchezaji fulani alicheza vibaya, that's why tulitaka ku concede goal, na ndio maana kipindi cha kwanza nilimtoa, half time nilimtoa. Kwa hiyo ni namna hivi ndivyo namna ambavyo sasa wewe kama mchezaji inakubidi ujichuni akili yako na uweze kujitwist kwamba nitafundishwa na makocha tofauti. Kuna kocha ambaye atakuja atakachoulizwa kuhusu mimi kulingana na performance yangu, atazungumza kwamba inawezekana hakucheza vile ambavyo tulitarajia, lakini tutafanyia kazi uwanja wa mazoezi. Lakini kuna kocha mwingine atakuja kwenye timu yako atakukosoa kulingana na ambacho umekifanya. Kwa hiyo wewe kama mchezaji inakubidi na twist mindset yako kwamba kuna siku atakuja kocha mzuri, kuna siku atakuja kocha mbaya. Amina atakuja kocha ambaye ipo tofauti. Huyu kocha wa Yanga characters zake nilianza kuzisoma toka kwenye mchezo wa kwanza wa ngao ya jamii, kama unakumbuka. Ule mchezo baada ya pale kuna namna ambavyo aliwa criticize wachezaji wake. Yaani huyo kocha katoka kushinda taji la ngao ya jamii tena dhidi ya mpinzani mkubwa kama Simba, lakini alikuwa na criticize wachezaji wake. Namna gani ambavyo kuna nyakati ambapo walianza kutoka mchezoni. Yaani huyo tayari anakuonyesha kwamba ni kocha ambaye mistake moja unakaa pembeni na yeye huwa hakusubiri, yani yeye anasonga mbele. Ukitaka kusonga naye wote mtapita katika mstari mmoja. Usipotaka kusonga naye wewe utakaa pembeni. Kwa hiyo kwa kijana kama Sugar Boy, nimeshaona wachezaji wa umri wake wakubwa duniani wakiwa kwenye timu kubwa duniani wakiwa criticized. Sasa pale itabaki yeye na namna gani ambavyo anajichuni kiakili asiweze kutoka mchezoni. Mimi binafsi huwa sipendezwi, nisiwe muongo, na hata baadhi ya makocha hata duniani ambao huwa wanazungumzia wachezaji vibaya, nimekuwa sipendezwi na kile anachokifanya, ila kwa alichokifanya kocha wa Yanga Mangoba Mniti, mimi binafsi mmemsikia Hamisa, lakini hiyo kiboko alivyoipiga jina la kocha Mangoba, yeye inaitwa Mangoba Mniti, twenzetu mwanangu. Mimi sipendezwi na characters za style hiyo za makocha, lakini kwa alichokifanya kwa Sugar Boy nimependezwa nacho kwa 100%, na nitaeleza kwa nini. Nimeshasikia makocha wengi sana wa kigeni na wazawa wakilalamikia juu ya tabia za wachezaji wetu wazawa. Mara nyingi sana tulishawahi kukata hapa tukazungumza kwamba kuna kocha mmoja sitamtaja aliwahi kuzungumza akasema wachezaji wetu wengi wazawa unachomuelekeza akifanya uwanja wa mazoezi, yani unaweza kumwambia yes ni namba 6, ukampa majukumu ukamwambia ukiingia uwanjani kakae kwenye eneo fulani, yani hakikisha unapokuepo ni mita chache sana zinakuepo baina ya ulipokuepo wewe na ambako wako mabeki wako wakati, lakini ukimuingiza unaenda kumkuta yuko kwenye box anashambulia, yani hajali, na baadaye utamuita utamkosoa kwamba ulichokifanya sijakipenda, mchezo unaofuata tarudi kufanya kile ambacho hukumwagiza akakifanya au ulimkosoa atarudi kukifanya. Sasa umekuwa mchezo wa wachezaji wetu wengi wazawa, na mimi nakwambia Steve, huwa tunazunguka sana kwamba kwa nini wachezaji wetu wazawa wafiki sehemu ile. Ndio sababu, yani usipokuwa mchezaji msikivu huwezi kufika sehemu. Nitakupa mfano hapo. Unamwona yule Libasege? Libasege alipokuja Simba na hapa alipo ni Libasi wawili tofauti kabisa. Ndio. Kwa nini ka improve? Kwa sababu yupo na kocha ambaye kasaidia kuimprove viwango vya wachezaji. Angalia mtu kama Mpanzu. Sasa hivi Mpanzu sio yule ambavyo alikuwa hapo nyuma. Libasege unamuona ndio hivyo. Kwa sababu gani? Ni wachezaji wasikivu. Wanajua ili nifike mbali, huyu ndio mwalimu wangu, lazima nimsikilize kile ambacho anakihitaji, na ndio maana wanafika mbali. Tatizo la wachezaji wetu wazawa wengi hawapendi kusikiliza maagizo ya makocha. Au utamwagiza akafanya kitu fulani, akishatoka kufanya kile, mimi ukishamwagiza akienda kiwanjani anafanya tofauti. Tena hii sio tu kwa makocha, hata sisi ambao tunafundisha tu mtaani kawaida. Hilo ni tatizo la wachezaji wetu hata ambao wana miaka 18 20. Brother, unamwambia akafanye kitu fulani, akifika uwanjani anafanya anachotaka yeye. Sasa mwisho mimi naamini wakati kijana Juma Bushiri anaingia uwanjani, kocha alimuelekeza nini kakifanye, lakini alipofika uwanjani akafanya tofauti na vile ambavyo kocha alihitaji afanye, na ndio maana kocha akamcriticize. Yani sidhani kama kocha angemcriticize wakati hajamwambia unatakiwa kufanya kitu fulani. Yani angemwambia wewe nenda kacheze mpira fresh, mimi nacheza ambavyo nahitaji na enjoy kucheza, lakini kwa sababu kocha umenipa maelekezo, nikifika nigusa achia twende, nikafanya tofauti, lazima kocha atanicriticize. Kwa hiyo ambacho sasa hivi mimi nitakipima ni mentality ya mchezaji, namna gani ambavyo atabadilika kutoka hapa ambako yupo, kwa sababu kwa faida ya kocha mwenyewe kaishi na vijana wengi sana, akatoka katika timu ambayo ina academy kubwa
tu na inakuza sana vijana. Kwa hiyo anafahamu, na ndio maana amezungumzia hata talent yake. Kwa hiyo talent ni kitu kimoja. Nishawahi kuzungumza hapa kwamba Mbwana Samatta sio talent pekee ambayo Tanzania imewahi kuizalisha. Ziliwahi kuja talents nyingi, lakini kitu gani ambacho kiliwafelisha wengi? Most of them unakuta ni discipline. Hiyo discipline utaichambua kwenye engo mbalimbali. Wengine atakuwa kwenye kategori ya discipline, lakini huwa alikwamisha kwenye eneo jingine. Lakini kutokumsikiliza tu mwalimu pia huko ni kutokuwa na discipline. Kwa hiyo kwangu mimi, kwake ambacho nimekiona ni mchezaji mzuri, kipaji kipo, na ana faida ya kwenda kukutana na kocha ambaye anafahamu wachezaji jinsi ambavyo wako, na umeona sasa hivi. Yani imagine hata Shoaboy ambaye kwa msimu uliopita alikuwa hapati nafasi kwa makocha walikuwepo, lakini kampa nafasi Shoaboy na kamsifia namna ambavyo walicheza. Amezungumza kwamba hajapoteza mpira wowote kwenye pasi ambazo alikuwa anazipasia. Kwa hiyo ni kocha ambaye atakupa nafasi. Sasa mimi kwa ninavyowafahamu makocha wa staili ile, yani makocha wa staili ya ambao huwa anakupiga kwa unachokisema, yani anazungumza ukweli kwa ulichokifanya. Wale huwa ni makocha ambao anaweza kukupa chance moja, usipoitumia ile chance unakaa bench. Atakuja atakusubirisha, anaweza kakata mechi. Nitakupa pia mfano, nakumbuka Ryan Cheki. Cheki kakaa bench Man City sana tu yule. Mechi za mwanzo Cheki, kwa sababu kuna nyakati aliumia, kuna kipindi alirudi alikuwa anakaa bench. Kila mtu anamuona ni mchezaji mzuri, lakini Pep alikuwa anaona unachokifanya sicho ambacho mimi nakihitaji. Mpaka leo hii watu wanaamini kwamba Pep alikuwa anamchukia Yaya Toure. Pep hajawahi kumchukia Yaya Toure. Mimi naamini hivyo. Yaya Toure alikuwa achezi kwa kulingana na mahitaji ya kocha. Yaani anachokihitaji Pep Yaya Toure akifanya nafanya anachokihitaji yeye. Kwa hiyo mwisho wa siku unakuja kukuta hii ni kasumba ambayo labda inakumba wachezaji wengi ambao wanatoka katika ukanda huu wa Afrika. Kwa hiyo mimi ninachokitegemea kutoka kwake ni kwamba atabadilika kwa sasa. Kitu kizuri ni kwamba mwalimu kamkosoa hadharani. Kwa hiyo atabadilika pia, kwa sababu anajua tayari kila mtu hajapendezwa na kile ambacho amekifanya, na sio kocha tu. Hiko ni cha kwanza. Afu cha pili, mwisho wa siku ni kweli inawezekana kwa mtu mwingine asipendezwe na ambacho kocha amekifanya, lakini tukiwa wa kweli Sugar Boy amekosea wapi? Amekosea hadharani au chumbani kwenye vyumba vya Yanga kule? Amekosea pale uwanjani. Nafikiri pia kwa mashabiki wa Young Africans si kwamba amekosea, kwa sababu nimeona wakati anapewa mpira yale ambao walikuwa anafanya majukwaani kule, mashabiki walikuwa wakipenda, wakipiga kelele kwamba anafanya jambo sahihi uwanjani. Kwa sababu muda huo bao ulikuwa unasoma ngapi? Chuma 4. Young Africans anaongoza. Sasa ndo muda huo, kwa sababu sio kila siku utafunga goli 4 unajua. Kuna siku Sugar Boy itabidi aingie, kwa sababu hiyo siku za kuani mechi imemgomea, itabidi Sugar Boy aingie aje abadilishe matokeo. Utacheza kwa staili hili. Kwa hiyo kuna siku yani anachokifanya utamkosoa siku ambayo una uhitaji wa matokeo. Muda ule yani watu wanataka kukaanga chips. Lakini kocha yeye anachokuwa anakiona, anaona timu yangu ilikuwa ina uhitaji wa kupata mabao zaidi ya hapo, kwa sababu kuna muda mpinzani wako akishaingia kwenye mfumo, mfunge goli unazoweza kumfunga, kwa sababu sio kila mechi Yanga atashinda goli 4, sio kila mechi Yanga atashinda 6. Kuna mechi Yanga itambidi afunge goli hili moja ili aweze kupata matokeo. Na kuna siku ambazo ile goli moja utolipata dakika ya pili wala ya 10 wala kipindi cha kwanza, utapata goli kipindi cha pili dakika za 80 uko. Hata msimu uliopita hapo Yanga kuna mechi nyingi tu kashinda dakika za jioni. Mechi ile ilikuwa swini ya Coast, kashinda dakika za jioni. Kwa hiyo kuna mechi itakubidi ushinde kwa staili hiyo. Kwa hiyo ni lazima kocha ambadilishe mchezaji, sababu yule ndio ambaye anakuwa naye muda wote. Kwa hiyo hoja yangu hapo ilikuwa ni kwamba kwa sababu alichokifanya akijampendeza kocha na amekifanya hadharani, hata kwa alipokosolewa hadharani pia sio mbaya. Yaani angekuwa amekifanya huko vyumbani, alafu kocha akaja akasema yule Sugar Boy kule vyumbani kule kuna kitu alikifanya ambacho sicho, tungemshangaa. Lakini longa alichokifanya wote tumekiona na wote tunakubaliana kwamba alichokifanya alipaswa kufanya zaidi ya pale. Mimi binafsi sioni kosa la moja kwa moja la mwalimu, na kwa sababu pia ni tabia za wachezaji wetu wengi wazao. Kwa hiyo ninapoona mtu ambaye anakosoa hadharani kama hivi, mimi nafurahi. Makocha wetu wengi wazao na wa kigeni walikuwa hawapendi kuwakosoa wachezaji hadharani. Utamuona anaumia yeye mwenyewe, au mnapokuja hapa kwenye vipindi kama hivi ataongea, au mnapokuwa mmekaa ataongea, lakini hawapati platform ya au hata ile platform wanapopata ya kuwazungumza ni kama kuna namna fulani wanahofia labda kama nitampoteza au labda nitatengeneza migogoro labda huko kwenye dressing room kwa sababu nimemcriticize mchezaji. Lakini longa za amemzungumzia mchezaji mzawa, mimi nilikuwa natamani siku moja apatikane mtu ambaye atawakosoa wachezaji wetu wazawa, kwa sababu most of them tatizo lao huwa ni hili, yani kocha anachomuelekeza sicho ambacho anakwenda kukifanya uwanjani. Kwa Young Africans miongoni mwa maingizo bora kabisa ambao mmefanya ni China Morg, ambaye huyu anakwenda moja kwa moja katika utimamu wa wachezaji wa Young Africans msimu huu. Katika msimu uliomalizika China alikuwa toka msimu uliopita. Kuna wengine ambao wameongezwa msimu huu. Sawa. Ambao katika